Nchini Marekani imewashtaki raia wanne wa Marekani kwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wanaume hao watatu kurejeshwa katika ulinzi wa Marekani. Kwa mujibu wa malalamishi ya kihalifu yaliyofunguliwa siku ya Jumatano, Leila Mohamed na maelezo zaidi. Watu wanne waliokamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kujaribu kupindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi mwaka uliopita leo wamefikishwa mahakamani nchini Marekani siku mbili tu baada ya kuachiliwa huru. Marcel Malanga, Tyler Thompson na Benjamin Zalman Polunwere walihukumiwa adhabu ya kifo kwa kuhusika na jaribio la kutaka kumuondoa madarakani Rais Tshisekedi mwezi Mei mwaka uliopita. Mapinduzi ambayo watu waliokuwa wamejihami kwa silaha walilenga makazi ya maafisa wakuu wa serikali na pia kuteka ofisi ya rais kwa muda mfupi mjini Kinshasa. Washukiwa hao waliachiliwa huru siku ya Jumanne katika mpango ambao ulikamilishwa wakati wa ziara ya mjumbe maalum wa eneo la maziwa makuu wa Rais Donald Trump, Masad Boulos, mjini Kinshasa. Mshukiwa wa nne, Joseph Peter Moza, mwenye umri wa miaka 67, ambaye anatuhumiwa kuwa mtaalamu wa kutengeneza mabomu, alikamatwa katika jimbo la Utah nchini Marekani. Wanne hao sasa wanakabiliwa na mashtaka ikiwemo njama ya kutumia silaha za maangamizi ili kulipua majengo ya serikali, mbali na njama za kutekeleza mauaji au kuwateka nyara watu katika taifa la kigeni. Mwendesha mashtaka aliambia mahakama hiyo kuwa wanne hao walifanya utafiti wa maeneo watakayoshambulia na pia kuwatambua watu watakaowalenga wakati wa jaribio hilo la mapinduzi kwa nia ya kutekeleza mauaji ya watu, wakiwemo maafisa wa ngazi ya juu ya serikali ya DRC. Mahakama pia ilifahamishwa kuwa wanne hao waliwasajili watu wengine kujiunga na jeshi la waasi na katika matukio kadhaa walitumia hongo. Malanga, Thompson na Zalman Polun miongoni mwa watu 37 waliopatikana na hatia ya uhalifu, ugaidi miongoni mwa mashtaka mengine katika mahakama ya kijeshi nchini DRC, na wote walihukumiwa adhabu ya kifo kuhusiana na jaribio hilo la mapinduzi. Mkataba wa kuachilia huru washukiwa hao imejiri wakati utawala wa Washington unaendelea na majadiliano na serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuhusu mikataba ya uwekezaji katika sekta ya madini. Watatu hao walikanusha mashtaka dhidi yao na juhudi zao za kukata rufaa dhidi ya hukumu yao mbele ya mahakama ya Kinshasa ilitupiliwa mbali kabla ya Rais Tshisekedi kubatilisha hukumu yao ya kifo kuwa kifungo cha maisha gerezani na kuwakabidhi kwa maafisa wa serikali ya Marekani. Shukran sana Leila Mohamed. Kikao cha 11 cha Baraza la Ukanda wa Afrika linaangazia maendeleo endelevu na kinafanyika Kampala, Uganda, huku kinawaleta pamoja wataalam na viongozi wa kisiasa chini ya kauli mbiu kutengeneza kazi na ukuaji wa uchumi kupitia uendelezi, ujumushaji na sayansi, ambayo ina suluhisho lenye utafiti uliothibitishwa katika ajenda ya mwaka 2030 na mwaka 2063. Sasa kongamano hilo limewaleta pamoja viongozi mbalimbali wa bara Afrika ambao wanajadili mikakati ya kutimiza maendeleo endelevu na kuendeleza ajenda ya maendeleo. Awali nimezungumza na mheshimiwa mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki yani IALA, Dr. Gladness Salema, na kwanza ameanza kwa kueleza nini kauli mbiu ya mkutano wa mwaka huu na ina maana gani hasa katika muktadha wa maendeleo ya Afrika. Huu ni mkutano wa 11 na ajenda kubwa ambayo unaisikia kwa wazi kabisa ni swala zima la utekelezaji wa yale malengo ya maendeleo yale ya 2030. Kwa hiyo mkutano huu unalenga sana kuonyesha kwamba tumefikia wapi na hali ya sasa ya utekelezaji ikoje. Kwa hiyo kikubwa ambacho kimejitokeza katika mkutano huu ni kwamba kwa kiwango kikubwa nchi nyingi sana hazijaweza kufikia yale malengo. Na sasa tumebakiza hii miaka mingapi? Hii ni 2025 na yale malengo yalikuwa ni ya 2030. Lakini pia katika mkutano huu imezungumzwa kabisa swala zima la ajenda ya Africa Union ile ya 2063. Kwa hiyo tunajikuta kwamba tunazungumza swala zima la maendeleo endelevu na kujaribu kuona kama nchi za Afrika tunakwama wapi, tuna changamoto gani, lakini lengo kuu pia likawa ni kwamba wadau hawa wa maendeleo kutoka nchi zote waweze kukaa na kujadili ni namna gani tunaweza kutatua hizo changamoto. Na kwa hizo changamoto labda mheshimiwa unaweza tueleza ni zipi hizo ambazo unaona ama mmeafikia ama mmetambua kwamba mataifa yanapitia hasa wakati huu? Mkutano bado haujaisha, utaisha kesho
tathmini ndipo ambapo kupata majumuisho ya yale ambayo yataonekana kwamba hizi ndio changamoto zetu za Afrika. Lakini kwa ujumla tu niseme kwamba bado imeonekana kabisa kwamba changamoto za kiuchumi, kwamba nchi nyingi bado hazijaweza kukua kiuchumi kwa kiwango kile ambacho kilitarajiwa, lakini pia kuna changamoto za kufikia malengo haya ya 2030 ya kisekta. Kwa mfano ukienda kwenye sekta afya, bado unaona kabisa kwamba kwa ujumla, ukiangalia kwa ujumla kwa takwimu za kitara zima, ni regional level, ni kwamba unakuta kwamba bado kwa mfano vifo vya kina mama vinaongezeka. Kwa hiyo kuna hizo changamoto za kisekta, lakini pia kuna changamoto ambayo masuala mazima ya usawa na uwiano wa kijinsia. Kwa hiyo bado tunaona kwamba kuna hizo changamoto, ile lengo la kwamba tutafika mahali kwa mfano katika ngazi za kisiasa, ngazi za uongozi kutakuwa na idadi sawa ya wanawake na wanaume, bado unakuta kwamba bado kuna nchi ambazo zimepiga hatua, lakini pia kuna nchi ambazo bado hazijapiga hatua. Lakini swala lingine ambalo limejitokeza ni bado tuna changamoto la swala zima la ajira. Tunasema kwamba job creation au kuwa na vipato na chanzo cha kipato ambacho kinathaminika, cha vyanzo vya vipato ambavyo vinatambulika. Hiyo nayo bado ni changamoto kwenye nchi zetu, kwamba bado tunajiona kabisa kwamba ile swala zima la sekta isiyo rasmi, informal sector, bado inachukua sehemu kubwa sana katika uchumi wa nchi zetu, na hivyo hii nayo inachangia kabisa kwamba kutukawiza katika kupata maendeleo endelevu. Najua mkutano huu unaangazia Afrika kwa ujumla. Labda wewe mwenyewe kwa tathmini yako, Afrika Mashariki tuko wapi hasa ikifika mambo ya teknolojia, kutumia teknolojia vijana wetu kuendeleza na kupata ajira? Unadhani mataifa Kenya, Uganda, Tanzania utatuweka wapi kwa tathmini yako? Kwa ujumla naweza nikasema kwamba hizi nchi za East Africa kama hizi nilizozitaja, wamepiga hatua. Kuna hatua ambayo imepigwa, lakini hatuwezi kusema kwamba tumefika. Bado kuna uhitaji mkubwa sana wa kuendelea kuwa na mikakati ambayo itatuwezesha kuwa na kuleta mabadiliko tena ya haraka. Kwa hiyo kwenye masuala zima ya matumizi ya teknolojia wote tunafahamu, kwa mfano nchi zetu hizi nyingi sana mifumo yake zimeshaingiza mifumo ya kiteknolojia hata katika utendaji wa serikali zetu, lakini hata katika kuendesha biashara zetu. Lakini pia tunaona kabisa kwamba kuna sheria ambazo pia zimetungwa kwa ajili ya kuwezesha nchi zetu kuweza kuwekeza katika masuala zima ya teknolojia as a community. Sasa kama jumuiya pia swala zima la teknolojia limepewa sana kipaumbele, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na sera lakini pia sheria ambazo zitaziwezesha hizi nchi kuunganika. Kwa Afrika Mashariki tuko wapi hasa ikifika mambo ya teknolojia, kutumia teknolojia vijana wetu kuendeleza na kupata ajira? Unadhani mataifa Kenya, Uganda, Tanzania utatuweka wapi kwa tathmini yako? Kwa ujumla naweza nikasema kwamba hizi nchi za East Africa kama hizi nilizozitaja, wamepiga hatua. Kuna hatua ambayo imepigwa, lakini hatuwezi kusema kwamba tumefika. Bado kuna uhitaji mkubwa sana wa kuendelea kuwa na mikakati ambayo itatuwezesha kuwa na kuleta mabadiliko tena ya haraka. Kwa hiyo kwenye masuala zima ya matumizi ya teknolojia wote tunafahamu, kwa mfano nchi zetu hizi nyingi sana mifumo yake zimeshaingiza mifumo